Kwa wasikilizaji wa Tabora FM, nipende kusema kwamba huu ni mwendelezo wa kipindi cha nyuma, ambapo kwa kipindi cha nyuma wiki iliyopita tulijaribu kuangazia juu ya magonjwa ya kisaikolojia pamoja na magonjwa ya matabibu. Na katika hilo tulijaribu kuangazia magonjwa mbalimbali ya saikolojia. Kwa hiyo huu nipende kukaribisha ndugu mtangazaji kwamba ni mwendelezo wa kipindi cha saikolojia kama kawaida yetu. Lakini leo tutaangazia juu ya maana ya maendeleo ya kisaikolojia na kijamii, yani psychosocial development. Psychosocial development ni dhana ya mwanasayansi ambaye alikuwa akijulikana kama Erik Erikson, ambaye dhana hii alidevelop kwa ajili ya kujaribu kutuonesha hatua mbalimbali za ukuaji wa binadamu kwa kina, ili kuweza kutoa mwongozo kwa jamii, jamii iweze kutambua malezi sahihi na malezi stahiki kulingana na hatua mbalimbali ambazo binadamu anazipitia. Maendeleo ya kisaikolojia na kijamii ni mchakato wa ukuaji wa mtu katika nyanja mbili muhimu. Tunaposema psychosocial, maana yake tunazungumzia vitu viwili muhimu: maendeleo ya kisaikolojia na maendeleo ya kijamii. Maendeleo ya kisaikolojia ni maendeleo ya kiakili na kihisia. Tunaposema akili, ni makuzi ya akili, yani uwezo wa kutambua mambo mbalimbali, kama tulivyoeleza kwa vipindi vya nyuma kwa wasikilizaji kwamba tujaribu kuelezea zile kwenye cognitive development. Tukazungumzia mwanafalsafa yule Jean Piaget kwamba alieleza akili ina makuzi katika hatua 4 ambayo tuliangazia. Tulizungumza kuna sensory motor, ambapo mtoto anakuwa anatumia milango ya fahamu katika ujifunzaji kama ishara ya makuzi ya akili. Pre-operation pale ambapo mtoto anaanza chekechea. Tukaelezea na hatua mbalimbali. Kwa hiyo katika psychosocial development, kipengele cha kwanza tunachoangalia ni cha kisaikolojia, ambapo kisaikolojia tutadili sana na akili pamoja na hisia, jinsi mtu anavyofikiri, kuhisi na kuelewa nafsi yake kwa mapana. Lakini kijamii ni jinsi mtu anavyohusiana na watu wengine, mwingiliano. Kwa hiyo zana nzima ya psychosocial development inadili na saikolojia pamoja na mambo ya kijamii, ambapo kwenye saikolojia tumesema ni jinsi mtu anavyofikiri, kuhisi na kuelewa vitu. Lakini kijamii ni jinsi mtu anavyohusiana na watu wengine katika jamii. Nadharia hii ilielezwa na mwanasaikolojia kama nilivyosema Erik Erikson, ambaye aliamini kuwa binadamu anapitia hatua 8 za ukuaji katika maisha yake. Kila hatua ina changamoto na migogoro yake, ambayo kwa mapana leo ndo tutajaribu kuelezea. Kisaikolojia, mtu anapaswa kuikabili zile changamoto ambazo anazipata kisaikolojia na kijamii. Zile changamoto lazima mtu apambane nazo kuhakikisha kwamba anafanya vizuri. Na anapopambana nazo zile changamoto katika makuzi, kunakuwa na matokeo mawili. Kuna kufaulu, anaweza kazishinda, na kuna kufeli. Sasa leo tutajaribu kuangazia kwamba anaposhinda zile changamoto kinatokea kipi, na anapofeli katika zile changamoto kinatokea kipi. Kwa maneno rahisi, maendeleo ya kisaikolojia na kijamii ni jinsi tunavyojifunza, kama vile kuamini watu wengine. Kama mimi kwamba naweza nikajifunza kuamini wewe, lakini mpaka ni kuamini manake kuna vitu fulani ambavyo nilivyoona kwako ulivyovitengeneza. Lakini kingine ni kujitegemea. Lakini kingine ni kuchukua maamuzi aidha sahihi au maamuzi yasiyo sahihi. Lakini kingine ni kufanya kazi kwa bidii, kujitambua sisi ni nani. Hiyo yote yamebeba katika zana ya psychosocial. Lakini vile vile ni kuanzisha mahusiano ya karibu, intimacy, ambayo tutazungumzia huko mbele. Mahusiano labda ya uchumba, mahusiano ya family friend, mahusiano ya kushirikiana katika jamii na mambo mbalimbali. Lakini kingine ni kuchangia katika jamii, kutoa mchango fulani katika jamii na kukubali maisha yetu tunapozeeka. Hayo yote yamejengwa katika zana nzima ya psychosocial. Kwa mfano, mtoto mchanga hujifunza kuamini wazazi wake kama atapewa upendo na uangalizi. Lakini mtoto mdogo asipopewa upendo na uangalizi, manake hata waamini wazazi wake. Lakini vile vile kijana katika ujana wake anatafuta utambulisho wake. Kijana huaga anajiuliza mimi ni nani?
kwa nini nipo kwa sababu gani, ambayo tutaelezea huko mbele. Mtu mzima hujifunza kujenga mahusiano ya karibu na hujiona mpweke kulingana na uzoefu alionao katika jamii. Kwa hiyo watu wazima unakuta wanajifunza kujenga mahusiano ya karibu, ndo wale unakuta kwenye ukoo wanahamasisha kwamba jamii tuungane, watoto tuungane, ndugu fulani na nini. Kwa hiyo unakuta hizo zote ni hatua mbalimbali ambazo alielezea huyu mwanasaikolojia Erik Erikson kwamba ni hatua mbalimbali ambazo sisi kama binadamu tunazipitia katika maisha. Na uwepo wa hatua hizi sasa zinatusaidia kujua kwamba kuna ngazi mbalimbali katika maisha. Mfano, umri. Kwamba kupitia huyu Erik Erikson na hii zana yake ya psychosocial anajaribu kutuelezea kwamba umri umegawanyika katika makundi mbalimbali. Kuna umri wa utoto, kuna umri wa ujana na mengine. Lakini lengo la pili la hii zana ya mwanasaikolojia Erik Erikson, alijaribu kueleza changamoto mbalimbali ambazo zinapatikana katika umri husika. Kwa hiyo leo tutaangazia changamoto ambazo wanakutana nazo watoto katika umri. Changamoto mbalimbali katika umri fulani. Lakini kingine ni ile zana tuliyosema kwamba kuna kufaulu na kufeli. Kwamba katika umri ule inabidi afanye majukumu gani, na anapofaulu katika majukumu yale anajisikiaje au anakuaje, na anapofeli anajisikiaje. Kwa hiyo kiufupi ni hayo katika zana hiyo. Na msikilizaji, huyo ni Frank Yefta ambaye ametupitisha hapo kwenye maana nzima ya maendeleo ya kisaikolojia na kijamii. Natumai umepata mwanga kidogo kuhusiana na haya ambayo tunayazungumza kwa siku hii ya leo, lakini pia hatua ambazo amezigusia hapo kwenye kila ambacho tutakwenda kukizungumza kwa siku hii ya leo. Tuanze labda moja kwa moja kwenye maendeleo ya kijamii pamoja na hatua zake, kwamba labda mtu akifika umri fulani atakiwa afanye hivi na asipofanya atapata kitu fulani. Hasara zake ni zipi? Karibu. Asante ndugu mtangazaji. Kama nilivyosema, hatua ziko 8 ambazo hizi hatua ni muhimu na ni sekila kwa wanajamii kuzijua, kwa sababu hatua hizi zina mchango mkubwa katika maisha yetu, hususa katika malezi ya watoto wetu na ujenzi wa taifa la kesho. Hatua hizi ni muhimu mno. Kwa kuanza kabisa na hatua hizi, nitaomba Madam Jetu aanze kueleza hatua ya kwanza mpaka ya 4, zeni nitaendelea. Naam, karibu Jetu Damela. Asante. Tunaenda kuelezea hatua za psychosocial development. Tukianza na hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza inaitwa trust versus mistrust, ambayo kwa Kiswahili inamaanisha uaminifu dhidi ya kutokuamini. Tumesema tutaenda kuelezea kwamba hii hatua inatokea katika umri gani kwa mtoto au katika maendeleo ya mtoto na binadamu kwa ujumla. Kwa mtoto, hii hatua ya kwanza ya trust versus mistrust inaanza kuanzia mtoto anapozaliwa, yaani mwaka 0 hadi mwaka 1.5 au miezi 18. Katika hii hatua mtoto anakabiliana na changamoto gani? Mtoto anakabiliana na changamoto ya kuamini walezi wake au watu wake wa karibu wanaomzunguka. Kwenye kufaulu, mtoto katika hiki kipindi cha trust and versus mistrust anakuwa anatengeneza ile hali ya kuweza kuamini wale watu wanaomzunguka kutokana na yale malezi au care anayoipata kwa wazazi au walezi wanaomlea. Katika hiki kipindi mtoto anategemea sana malezi ya wale wazazi wake. Anaweza kupewa upendo au kupewa chakula, joto na vitu vingine mbalimbali kutoka kwa wazazi wake. Na hii mtoto akishafaulu kwenye hii hapa hatua ya kwanza ambayo inatokea kuanzia mwaka 0 hadi mwaka 1.5. Akishafaulu kupewa yale malezi, kupewa zile care au kupata yale mahitaji ambayo huyu mtoto katika huu umri anatakiwa ayapate, atatengeneza imani ambayo ndio hii hapa trust. Atatengeneza imani ya kuweza kuamini wale watu. Kupitia kuamini wale watu ataamini kwamba dunia ni salama. Na pia kwa upande mwingine kwenye mistrust,
huyu mtoto katika huu umri akikosa yale malezi na yale mahitaji na zile care kutoka kwa wale watu wanaomzunguka, itapelekea yeye kutengeneza hofu kwamba duniani itakuwa kuna hofu. Kwa sababu gani? Kutokana na vile yeye atakavyokuwa amelelewa. Na pia tukiconnect hapa trust versus mistrust, hii inaweza ikamwasili pia huyu mtoto ambaye katika huu umri atakuwa amekosa kuamini wale watu wanaomzunguka. Kwenye ukubwa atashindwa kushirikiana na wenzie au atashindwa kumwamini mtu yeyote katika mambo mbalimbali, mfano biashara, hata mahusiano, hata vitu vingine vinavyomzunguka yeye, atashindwa kuamini na kuwa na ushirikiano. Kwa hiyo sisi kama wazazi au walezi inatakiwa katika hiki kipindi tujitahidi kumkea na kumuongoza mtoto, kumpa yale mahitaji ambayo anatakiwa ayapate katika hiki kipindi, ili kumtengeneza mtoto awe na imani thabiti kwamba duniani ambako anaelekea na ataishi atakuwa na imani na atajenga ushirikiano na watu mbalimbali wanaomzunguka. Hapo ni mambo mengi kwenye imani hapo. Trust versus untrust, si ndio? Mistrust sio kwamba unamtengenezea mazingira ya kuamini. Pengine labda kwa kuelewa zaidi kwenye hilo hatua hiyo ya kwanza, unakuta ni vitu gani? Unajua mzazi anamlea mtoto kulingana na yeye anavyoona kwamba nataka nimlee mwanangu akue katika mlengo huu, sawa? Kumbe kuna malezi ambayo yanakuwa kwamba unavyotengeneza, kumbe mtoto anakuwa na hofu tena na nini. Kuna wale ambao wanapenda kukaripia, kuna wale ambao wanasema wanadekeza, si ndio? Alafu kuna wale ambao wao hawadekezi wala hawakaripia, yani ipo kati kwa kati hapa. Tuseme ni vitendo gani ambavyo mzazi akivifanya vinakuwa ni vinamtengenezea mtoto wake, vinamtengeneza amini katika dunia kwamba ni salama, lakini pia vitendo gani ambavyo mzazi akivifanya basi inaonekana ama vinamjengea mtoto amini kwamba asiamini kwamba dunia ni salama, kwa kueleza zaidi. Asante mtangazaji. Vitendo ambavyo vinamfanya mtoto amwamini ni kama alivyosema: upendo, kujaliwa, kuhusishwa, kusaminiwa. Maana kumbuka hapo mtoto anakuwa na mwaka 1.5. Almost akizidi sana ni miezi 8. Wengine wanasema ni miaka 2 kwa makadirio. Ila tuchukulie ya miaka 2. Kwa hiyo unakuta yule mtoto kila kitu anategemea kwa mzazi. Kwa hiyo vile mzazi anavyokuwa anamjali inatengeneza imani kwake ya maisha ya kesho. Inatengeneza imani kwake ya kumwamini mzazi. Ila kwa wale ambao unakuta sasa wanamchukia yule mtoto, kuna watu unakuta wengine akishika mtoto sio anamfinya, unakuta anamchukia. Sasa wale wanaomchukia unakuta anatengeneza mistrust. Ndio ile kutokujiamini au kutokuamini watu inatokea hapo. Kwa hiyo anapofaulu mzazi kumlea mtoto vizuri, anamtengeneza mtoto kuwa na trust kwa watu. Lakini mzazi anapofeli sasa kumpa upendo, unakuta watoto wengine wanalelewa na mabibi, wanatupa huko, hawajaliwi, anatengeneza mistrust kwa watu. Ndio unakuta mtu anafikia mpaka mtu mzima hawezi kujali mtu, hawezi kushirikiana na watu, yeye anafanya mambo yeye kama yeye. Hii inatokana na mizizi aliyopandikizwa toka utotoni au mazingira aliyokulia utotoni. Kwa hiyo hii inajaribu kutuonesha kwamba kuna madhara ambayo mtoto anaweza kayapata ndani ya miaka 2 ya mwanzo kabisa. Yaani kutoka amezaliwa mpaka miaka 2. Na madhara yale iwapo wazazi hawatakuwa makini yakapelekea huyu mtoto mpaka ukubwani kushindwa kushiriki na watu au kushindwa kuamini na watu. Ndio unakuta kwamba mimi siamini yeyote katika maisha, watu si wako hivi na hivi. Kwa hiyo ni zao ambalo linatokea huko kwenye trust na mistrust. Na tuangazie hatua ya pili ambayo inafuata baada ya hii kuamini na kutokuamini katika maisha, ama katika kuamini kwamba ulimwengu ni salama, madunia ni salama. Hatua ya pili ambayo inafuata ni ipi? Tunaendelea na hatua ya pili. Hatua ya pili inaitwa autonomy versus shame and doubt, ambayo kwa Kiswahili tunaita uhuru dhidi ya aibu na mashaka.
Hii hatua inatokea kwa mtoto kuanzia mwaka 1.5 hadi miaka 3. Katika hiki kipindi mtoto anakabiliana na changamoto gani? Mtoto anaanza kujifunza kujitegemea, kufanya mambo mbalimbali au shughuli mbalimbali kwa kujitegemea yeye kama yeye, hahitaji msaada wowote kutoka kwa ndugu wengine. Mfano, katika hii hatua mtoto anaweza akajifunza au akaanza kujifunza kutumia choo, kula peke yake bila msaada wa mzazi au mama yake. Pia anaweza akadevelop kile kitendo cha kuweza kuoga mwenyewe, pia hata kujivalisha nguo mwenyewe. Katika hii hatua ambayo mtoto anakuwa na uhuru dhidi ya aibu na mashaka, anatengeneza hiki kitendo cha yeye kuanza kujitegemea. Anapofanya kitu anatakiwa afanye mwenyewe, na hii hapa itaweza ikamtengenezea yeye mtoto uhuru na hali ya kujijali yeye kama yeye. Na katika hiki kipindi ambacho mtoto anakuwa anajitegemea yeye kama yeye, tukiwa kama wazazi au walezi, inatakiwa mtoto akiwa anafanya kitu kwa kujitegemea yeye kama yeye, inatakiwa usiwe unamkosoa. Anapofanya vizuri au vibaya, anapofanya vizuri unampongeza, na akifanya vibaya usiwe unamkaripia, bali unaweza ukamweleza kwa upole, kumwelekeza kwamba mwanangu, hapa umekosea na ilitakiwa ufanye hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini ukiwa kama mzazi au mlezi, mtoto akishindwa kufanya kitu, wewe ukamkosoa au ukamkejeli ama ukambeza, itampelekea huyu mtoto yeye kujisikia aibu kwamba mimi nimeshindwa kufanya hiki na mzazi akanifokea ama akanikaripia. Hii itamnyima mtoto uhuru wa kuweza kufanya mambo yeye kama yeye, na hata akijaribu kufanya hicho kitu ambacho alikuwa anategemea akifanye, atakuwa anaona aibu na kujisikia kama hana thamani. Na pia katika hii hatua mtoto anaweza kafaulu kutengeneza ile hali ya kufanya mambo na kujitegemea yeye kama yeye. Na kwenye kufeli, mtoto akishafeli daima atatengeneza ile hali ya inferiority, yani kujisikia kama vibaya hivi kwamba mimi nilishindwa hiki, itakuwaje hiki niweze. Na hata mbele ya watu anaweza akawa anashindwa kufanya vitu mbalimbali kwa sababu kama wazazi wake huko nyumbani waliweza kumkejeli vile alivyojaribu kwenye kujitegemea kufanya kitu fulani, wakamkejeli. Na hata akiwa mtu mzima, ikiwa hata kwenye mijadala, hata madarasani kuweza kuongoza wenzie, labda hata makanisani kuweza kuongoza labda sala au kuhubiri na kusimama peke yake mbele za watu, kuweza kuongea kitu chochote, huyu mtoto atashindwa kwa sababu hii hali amekuwa nayo kutoka ana umri wa mwaka 1.5 hadi 3. Hii hali itamharibu yeye anavyoendelea kukua. Lakini tukiwa kama wazazi ama walezi ambao tunawalea watoto katika hii hatua kuanzia mwaka 1.5 hadi 3, inatakiwa tujitahidi kuwa influence watoto pale ambapo anakuwa amefanya kitu ambacho kimekufurahisha wewe kama mzazi. Inatakiwa umpongeze, aendelee kukifanya hivyo hivyo. Sio mtoto anakosea kufanya kitu unaanza kumkashifu na kumtukana na kumbeza hata mbele ya wenzie. Hii itasaidia huyu mtoto hata anavyokuwa ashindwe kuwa huru na kufanya mambo yake kwa kujitegemea. Bwana, ni hatua hiyo ya pili ambayo imezungumzwa hapo. Mambo ya kujiamini na kutokujiamini. Shughuli ndefu, lakini kwa dakika hizi ambazo zimesalia, bado tuko kwenye hatua ya pili, si ndio? Ndio. Na umesema ni hatua zipo 8. Tutafika kweli huko kwa dakika hizi 10 na ngapi hizi? Lakini yote kwa watu ambao tutaenda kuishia, basi wiki ijayo pia tutakuja kuzungumza hiyo. Tuendelee Madam Getruda kwenye ya 3. Hatua ya 3 ni ipi?
hatua ya tatu inaitwa initiative versus guilt, ambayo kwa Kiswahili inaitwa uanzilishi au ubunifu dhidi ya hatia. Hii inatokea kuanzia miaka 3 hadi miaka 6. Katika hiki kipindi mtoto anakuwa na msukumo wa ndani wa kuanzisha shughuli mbalimbali, kuchunguza mazingira na kuchukua hatua kwa hiari yake mwenyewe. Kwamba huyu mtoto anakuwa na ule msukumo wa ndani kabisa kuweza kuanzisha vitu mbalimbali. Hapa tunaweza kusema mtoto anapotoka nyumbani anaenda kucheza na wenzie, anakuwa na ule uwezo wa kuweza kuanzisha michezo. Mfano anacheza lede, yeye anakuwa na ule uwezo wa kufanyaje, wa kuanzisha ile lede, anacheza na wenzie, anatengeneza vitu kama hivi, kwamba anakuwa yani na ile anaweza akakianzisha kitu. Akisha kianzisha anaweza kakipanga kwamba anaweza kukifanya hivi na akakikamilisha, na baada ya hapo anaweza kajijaji mwenyewe kwamba hiki kitu nimefanyaje, nimeweza. Hapa mtoto anachunguza mazingira yale anayoyaishi, na anaweza akawa na uwezo wa kuchukua hatua. Na hiki kipindi mtoto unaweza kumpeleka hata shuleni. Hiki kipindi cha miaka 3 hadi 6 anaweza kaenda shuleni, na uko shuleni anaweza kawaongoza wenzie katika vitu mbalimbali, michezo, hata darasani ule muda anafanyaje, anavosoma, anaweza akawa na uwezo wa kuongoza wenzie. Lakini kwenye kufaulu kwa hapa mtoto anavyotengeneza ile hali ya ubunifu, na anavyotengeneza ile hali ya ubunifu, akisha itengeneza ile hali ya yeye kuwa mbunifu katika hiki kipindi, inaweza ikamsaidia yeye mtoto kuwa na hali ya kujitegemea katika vitu mbalimbali, na yeye mwenyewe anaweza akawa amekumbwa na tatizo fulani na anaweza akalisolve mwenyewe kwa kutumia mbinu mbalimbali ambazo yeye anaweza akazitumia. Lakini pia huyu mtoto katika hiki kipindi akishindwa kuwa na hii hali ya initiative versus guilt, huyu mtoto atashindwa hata kusimama mbele ya wenzie kuweza kuanzisha kitu fulani, kukielezea, kwa sababu hata kama anaweza kakianzisha kitu, akishindwa kukimanage kile kitu, atajisikia mwenye hatia fulani kwamba itakuwaje yeye ashinde kukianzisha hicho kitu. Kwa hiyo katika hiki kipindi ambacho mtoto anakuwa na initiative versus guilt, sisi kama wazazi inatakiwa tu wasaidie watoto kuweza kuwa na ile decision ya kuweza yeye kama yeye kuanzisha kitu fulani. Lakini anavyokianzisha, wewe kama mzazi unatakiwa unakuwa unamchunguza kwamba anaendaje, na katika kukiendesha hicho kitu unaangalia kama anaweza akafanikiwa, na akifanikiwa unaweza ukampongeza, na yeye mwenyewe atadevelop kwamba kumbe mimi mwenyewe naweza nikafanya kitu fulani, nikaweza nikakianzisha na kukimaliza hivyo. Lakini pia tunaendelea na hatua ya 4 ambayo inaitwa industry versus inferiority, ambayo kwa Kiswahili inaitwa bidii dhidi ya kujiona mdogo, ambayo hii hatua inatokea kwa mtoto kuanzia miaka 6 hadi miaka 12, ambayo tunasema huu ni umri wa mtoto kuwa shule ya msingi. Katika hiki kipindi mtoto anaanza kuelewa umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii na kuhisi mafanikio hasa katika jamii pamoja na shule. Katika hiki kipindi mtoto anakuwa na uwezo wa kwenda shule, na akiwa shule anaweza akajitahidi kufanya kazi kwa bidii
mfano kusoma kwa bidii, hata kushirikiana na wenzie. Na katika kukufanya kwa bidii, kutokana na yale malezi ya nyuma ambayo anakuwa amepewa na wazazi, hii itamsaidia yeye mtoto kujitambua na kuona kile kitu anachokifanya, hasa kusoma, kinaweza kikawa na mafanikio na manufaa mbele ya safari kwa yeye kama mtoto. Katika hiki kipindi ambacho ni cha bidii dhidi ya kujiona mdogo, mtoto anaweza kafaulu nini katika hiki kipindi? Akitengeneza hiyo hali ya kuelewa umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii na kuhisi mafanikio katika jamii, hasa katika shule. Mtoto anaweza akafanikiwa kujenga uwezo, ujuzi pamoja na ujasiri ili aweze kufanikiwa. Lakini katika hiki kipindi, huyu mtoto akishindwa kutambua na kuelewa umuhimu wa ile kazi anayoifanya, akishindwa kuifanya kwa jamii, akishindwa kuifanya kwa bidii, huyu mtoto atajenga hofu, atashindwa kujiamini, atakuwa anajiamini kidogo, na pia atakuwa anajiona yeye kama sio wa thamani na hana mchango wowote katika shule ama katika jamii. Kwa hiyo sisi kama wazazi au walezi inatakiwa tujitahidi kuwalea watoto wetu ili waweze kuwa na ule uwezo, wakifikia katika hiki kipindi aweze kuwa na uwezo wa kutambua kwamba katika hiki kipindi mimi ninatakiwa kufanya kazi kwa bidii ili niweze kufaulu vizuri. Na katika hiki kipindi mtoto akifanya vizuri katika hiki kipindi, inaweza kumsaidia hata yeye akiwa mkubwa. Anaweza katambua kwamba mimi ninakabiliana na hii hali, inatakiwa nifanye nini ili niweze kuondokana na hii hali. Kwa mfano, anajua kabisa kwamba mimi nafanya biashara. Anaweza kujua kwamba nafanya biashara kwa lengo gani? Nafanya biashara ili niweze kupata labda kipato au niweze kuondokana na hii hali ya umaskini ambayo nipo nayo. Hata akiwa mkubwa, anaweza katika kufanya biashara, anaweza kufanya biashara kwa juhudi zote na bidii ili aweze kupata kipato ambacho kitamsaidia yeye huu mtoto kuweza kuendesha maisha yake. Na wakati tunazungumza hapa, kuna swali la msikilizaji anasema, asante, tupo pamoja sana wataalamu wetu, lakini naomba kuuliza, vipi kwa mtoto ambaye anakuwa anajirudia kufanya tabia ambayo haifai na unamwelekeza kwa upole na bado anarudia? Hapo vipi? Fimbo zinahitajika ama kumuonya kwa adhabu ya maumivu ili asirudie, au hapo yeye inakuwaje? Ni fimbo zihusike ama apewe adhabu ya maumivu kusudi asiweze kurudia hilo jambo? Yefta, kwenye hili unalizungumziaje? Asante ndugu mtangazaji. Katika hilo la kumwadhibu mtoto kwa njia ya fimbo na adhabu zingine, kwa mimi naona sio sahihi, kwa sababu tunapozungumzia hizi hatua za makuzi kama tulivyosema ziko 8. Sasa kulingana na mfumo wa jamii au maisha ya jamii fulani, unakuta kuna watoto wanabanwa, baadhi ya hatua wanaziruka kulingana na care za wazazi, kulingana na ukaribu wa wazazi ambao unakuwepo, unakuta inakuwa changamoto kwake. Mfano, unakuta kwa mfano mtoto yuko kwenye industry and inferiority, unakuta anashindwa kupewa nafasi ya kuanzisha vitu. Anapoenda kwenye michezo, labda kama kijijini, unakuta wanafanya michezo ya kubumba ving'ombe vidogo, wanatengeneza watoto wanakuwa na enjoy. Unakuta mzazi anamzuia, anamwambia usishike uchafu, usifanye hivi. Kwa hiyo mtoto katika wakati ule anashindwa kuwajibika ipasavyo. Utakuta ukubwani sasa kile kitu ambacho hakukifanya utotoni kinaanza kujirudia. Kwa hiyo ukiona mtu mzima au mtoto anarudia tabia fulani, ujue katika makuzi yake ilipofikia wakati wa kufanya jambo lile ya kulifanya, kwa hiyo linakuja kujitokeza kwenye maisha yake huko mbeleni. Kwenye dakika hizi bado kama dakika 6 hivi, sidhani kama tunaweza tukatoboa. Tumalizie ya 5, nafikiri tubakize 3, alafu wiki ijayo tutakuja na faida za kufanya mambo yote haya ni zipi, ama faida za kufahamu maendeleo ya kisaikolojia na kijamii ni zipi. Nafikiri wiki ijayo itakuwa ni vyema zaidi. Tungeigusia kwanza hatua ya 5, Madam Getruda hapo
kama kuna uwezekano ama Frank Yefta, unaweza tukaendelea hapo kwenye nafasi ya 5 ni ipi? Asante mtangazaji. Nafasi ya 5 ni utambulisho dhidi ya mkanganyiko wa majukumu, ambayo kwa Kiingereza inaitwa identity versus role of confusion. Hii ni hatua ya utambulisho, yaani mtoto anajitambua. Ni wakati wa mtoto kujitambua yeye ni nani, yuko duniani kwa sababu gani, yupo kwa ajili ya lipi. Na katika umri huu wa identity versus role of confusion ni umri wa balehe, ambayo inakuwa ni miaka 12 mpaka 18. Katika umri huu kijana anapambana kujitafuta kwamba mimi ni nani, nipo duniani kwa sababu gani, nikikua inabidi niwe nani, nafasi yake katika jamii ni ipi. Kwa hiyo katika umri huu unakuta kijana anajaribu kutafuta, ule mtoto anajaribu kutafuta kwamba nikae wapi, nifanye nini, nitaishije, nitafanya nini, mimi ni nani katika jamii. Ambapo katika kutafuta jibu hilo la mimi ni nani, sasa anapofanikiwa kujitambua kwamba mimi ni nani, nikikuwa nitafanya kazi gani, nataka kuja kuwa nani, aidha daktari, aidha nesi, aidha askari au nani. Anapofanikiwa kujitambua kwa usahihi, inamsaidia kujenga utambulisho thabiti kwamba kumbe miaka ijayo mimi nitakuja kuwa daktari, kumbe miaka ijayo mimi nitakuja kuwa mwanajeshi, kumbe miaka ijayo mimi nitakuja kuwa hivi. Kwa hiyo huu unakuwa ni umri wa utambulisho wa yeye kujitambua na kujua karia yake ya baadaye, kwamba baadaye atakuwa nani. Lakini anapofeli hukumbwa na mkanganyiko, kutojua mimi ni nani, na anakosa pa kwenda baadaye. Ndio wao unakuta anaweza kasoma kamaliza, labda anamaliza hata form 4, kwa sababu huu ni umri ambao unakuwa ni miaka 12 mpaka 18. Unakuta anamaliza shule lakini hajui anataka kuwa nani, labda anataka kusomea kitu hiki, anataka kufanya hiki na hiki. Hiyo yote ni kwa sababu alishindwa kufanya vizuri wakati wa kujitambua kwamba yeye ni nani na atakuja kuwa nani. Kwa hiyo huu ni wakati muhimu kwa ajili ya kutengeneza maisha yetu ya baadaye na future ya maisha, kwamba baada ya maisha haya sasa ya ujana, uzeeni nitakuwa nani. Kwa hiyo unakuta chanzo kinaanzia hapa kwenye miaka 12 mpaka 18, ndo mtu unatengeneza maisha ya baadaye kwamba utakuwa nani, kazi na majukumu na uwajibikaji wako katika jamii unatengenezwa katika miaka 12 mpaka 18. Kwa hiyo hiki ni kipindi cha kijana kujitambua kwamba mimi ni nani.